Karibu katika kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kipindi kinacholetwa kwenu na mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi wa kanisa la Christos Assemblies of God lililoko jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, Mtoni Kijichi. Sasa kaa tayari upata nafasi ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi. Karibu. Andika somo letu linaitwa Shinda Kushindwa kwa kuombea miguu yako wakati ujui ufanye nini kuhusu hatima yako ya ndoa. Kumbukumbu la Torati 33 na ule mstari wa 24. Fungua Biblia yako. Maandiko yanasema, na Asheri akamnena, na abarikiwe Asheri kwa watoto, na akubariwe katika nduguze, na achovye mguu wake katika mafuta. Inua mikono yako juu. Baba, neno lako hili ni mlango utakaotusaidia siku ya leo, tunapojifunza maneno yako ya uzima kwa habari ya maisha yetu, kwa habari ya watoto wetu, na kwa habari ya mali zetu zote. Mfalme, tunajiweka chini ya mkono wako Kristo Yesu, ukaonekane katikati yetu ukitusaidia. Baba, jitukuze Mungu nayetukuzwa. Baba, uonekane Mungu nayeonekana. Utupe hatua nyingine katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, tuvuke na zaidi ya kuvuka. Katika jina la Yesu Kristo, kila mmoja wetu aseme amina. Lengo la somo letu, Mungu apate kusaidia kujua cha kufanya wakati ujui cha kufanya, ili ufikie hatima yako ya ndoa. Katika somo hili Bwana anasema Asheri na abarikiwe. Abarikiwe kwa watoto, maana yake kuna ndoa. Akubariwe katika nduguze, apate kibali. Kwa unaweza ukawa na maisha lakini ukubariki, lakini Bwana hapa anasema akubarike. Kwa kukubarika ni jambo la muhimu kwenye ndoa na kwenye familia, kwa sababu sio kila mtu anakubarika. Asheri na akubariwe katika nduguze, na achovye mguu wake katika mafuta. Mguu maana yake hatua za mtu za kiroho kwanza, kabla ya kuwa hatua za kimwili. Kwa anasema hizo hatua zichovye katika mafuta, maana yake ziwe anointed, maana yake ziwekewe upako maalum. Isaya 10:27. Tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako, na nira yake shingoni mwako, nayo nila itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Nila ni kifungo afungwacho mtu na yeye aliyemfunga. Nila ni kifungo cha kiroho afungwacho mtu na yeye aliyemfunga. Kwa yule aliyefungwa nila na yeye aliyemfunga, ukiwa umefungwa nila ya kimizimu. Mizimu maana yake ni roho za watu waliokufa. Ikiwa umefungwa nila ya kimizimu, maana yake utaishi na watu waliokufa ingawa uko hai. Kama umefungwa nila ya mizimu, maana yake ni roho za watu waliokufa. Wanaweza wakawa ni mababu, wanaweza wakawa ni mabibi. Ukiwa umefungwa nila ya kimizimu, maana yake aliyekufunga ndiye anayetawala maisha yako ya kimwili, ndiye anayekuendesha, ndiye anayekumiliki mpaka utakapojitenganisha naye. Kuna njia mojawapo ya kujitenganisha naye
Bwana anasema lazima uombe upako maalum uwezao kuvunja, kuharibu nila, kuharibu vifungo vinavyosababisha wewe uwe na zuio kwenye eneo lako la ndoa. Kwa unaomba Mungu upako maalum. Nikisema upako maalum nina maana kwamba si kila upako ni wa kuvunja nila. Kwa kila upako una kazi yake. Kwa usipojua upako huu nao uomba ni upako wa kitu gani, utatembea na upako wa kwenda sokoni, wewe unavunja nila ya mizimu, utaenda sokoni na mizimu yako. Ndio maana ukisoma Biblia utaona watu hawakutembea na upako ule ule, walikuwa Mungu anawajaza upako kutokana na kazi iliyoko mbele yao. Upako maana yake ni nguvu za Mungu zitendazo kazi ndani ya mtu kwa ajili ya kazi maalum. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni. Kwa hiyo mtu mwenye upako ni mtu aliyetengwa kwa ajili ya kulitumikia kusudi la Mungu kwenye kusudi la Mungu alilomuitia. Kwa hapa anasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Maana yake waweke wakfu, maana yake wapake mafuta miguu yao waende kwenye kazi niliyowaitia. Ndipo wakisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono juu yao, wakawaacha waende zao. Mstari wa 3. Kwa upako huu nao uongelea au mafuta haya yanaachiliwa kwa kuwekewa mikono. Kwa upako huu tunaoongelea sisi sio upako unaopatikana kwenye mafuta ya kwenye chupa au mafuta ya kwenye karai au bakuri. Anasema mtachovya miguu yenu katika mafuta. Kwa content haiko kwenye mafuta ya kwenye bakuri. Kwa hapa tunaona anasema nitengeeni, maana yake waweke wakfu, achilieni upako juu yao kwa kazi ile niliyowaitia. Wakaweka mikono juu yao, wakaacha waende kwenye kazi walioitiwa. Kwa leo tunapokwenda kuweka mikono kwenye miguu yako, tunaweka upako ili uende kule ambako Mungu anakusudia uende. Hatuweki mikono kwa sababu ya kuweka mikono, tunaachilia nguvu ya Mungu. Anasema nitengeeni kijana huyu, nitengeeni binti huyu kwa kazi niliyomuitia. Kwa upako uliokuwa juu ya Barnaba na Sauli haukuwa upako wa watu wote, ulikuwa ni upako special kwa ajili ya Barnaba na Sauli. Kwa kila mtu hapa lazima Mungu ampe upako wake, kutokana na alivyo, kutokana na muundo wake, kutokana na mazingira uliyomo. Unahitaji upako wa kuondoa hapo kukupeleka kwenye hatima yako. Kama Mungu amekuita kwenda kwenye ndoa, unahitaji upako wa kwenda kwenye ndoa. Kuna upako mwingine Mungu atakupa wewe uliyekwama, uliye kwenye ndoa, ni upako wa kukuamua. Ndoa unayo lakini umekwama, kwa unahitaji Mungu akupe upako wa kukuamua. Inawezekana upo kwenye ndoa umekosa kibali, unahitaji upako wa kibali ili ukubalike kwa mwenzi wako. Kwa ni lazima kila mmoja aelewe ambacho Mungu amekusudia ukifanya kwenye maisha yake. Nini maana ya ndoa? Ndoa ni muunganiko wa kiroho kati ya mtu mme na mtu mke kuwa mwili mmoja. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27 hadi wa 28. Bwana akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kutiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa mahali hapa tunamuona Mungu anafanya ungamanisho, anafungisha ndoa kati ya Adam na Hawa kwa jinsi ya roho kabla ya jinsi ya mwili. Kwa ndoa ilikuwepo kabla ya mwili. Kwa ndoa ni kitu cha kiroho kabla ya kuwa kitu cha kimwili. Kwa hiyo usitafute ndoa kimwili, tafuta ndoa kiroho kwanza. Kwa kuna watu ambao wana ndoa za kiroho lakini hawana ndoa za kimwili, na kuna wengine wana ndoa za kimwili hawana ndoa za kiroho. Matokeo yake ndoa zao hazina hatima njema. Kwa ndoa ni kitu cha kiroho. Kwa ukizalau kutafuta ndoa kwa jinsi ya roho, hutaipata ndoa. Ukienda Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 18 na mstari wa 21 hadi 25, unaona Mungu anatengeneza mwanadamu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, manaka anamtengenezea mwili. Akachukua mtu yule wa roho akamweka ndani ya mwili, kisha akampa ndoa. Kwa ndoa ipo kiroho na ndoa ipo kimwili. Kwa kabla hujaangalia poda la huyo mwenye poda, kwanza angalia poda ya rohoni. Kabla hujaangalia muonekano wa huyo mwenye muonekano, kwanza tafuta muonekano wa rohoni. Lakini ukiangalia walio wengi wanatengeneza muonekano wao wa nje, hawatengenezi muonekano wao wa ndani, kwa sababu wanafahamu waohaji na waolewaji wako kimwili zaidi. Lakini kwa sababu sisi ni wana wa Mungu, tumeokoka, lazima haya tuyafahamu. Kwa nini leo watu wanaoana wanaachana? Kwa sababu ya mambo ya kiroho yaliyokosewa. Ukifikiria kwamba huyo mtu kabadilika kimwili, no. Kuna mambo ya kiroho yamekosekana. Kwa ndoa ikibebwa juu kimwili, itaishia kimwili. Lakini ndoa ikisimama kwenye msingi wa roho, ikakuleta kwenye msingi wa mwili, utashinda kushindwa kwenye ndoa. Naongea na wewe uliyoko ndani ya ndoa, naongea na wewe ambao hujaingia. Kwa ni heri nyinyi ambao hamjaingia, kwa sababu hamtafanya makosa. Lakini usiposikiliza maneno haya utashindwa. Na leo nitakufundisha mikakati 7 itakayokusaidia wewe kiroho na kimwili uweze kufikia hatima yako ya ndoa. Mkakati wa kwanza, shinda kushindwa kwa kuishinda roho ya upweke wakati wa upweke. Mwanzo 2:18. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hapa tunaona mtu mmoja mpweke. Kwa Bwana anasema si vema, maana yake haipendezi mbele za Mungu mtu mme na mtu mke kuwa peke yake. Kwa swala ndoa kwako, swala ndoa kwangu ni la muhimu. Swala la ndoa ni agizo la Mungu. Kijana unapokuwa unapitia hali ya upweke, msichana unapokuwa unapitia hali ya upweke, pia kuna wanandoa wanaopitia hali ya upweke pia. Kaoa lakini mpweke, kaolewa lakini mpweke. Bwana anasema jambo la kwanza, shinda roho ya upweke wakati wa upweke. Unahitaji kushinda roho ya upweke, ndipo utakapoweza kufikia hatima yako ya ndoa. Lakini ukishindwa kushinda roho ya upweke, huwezi ukapata ndoa. Kitabu cha Ruthu sura ya 1, kushinda roho ya upweke. Mfano wa Ruthu ni dada aliyeshinda roho ya upweke baada ya kufiwa na mume wake. Alifiwa na mume wake kabla hajabeba hata mimba kwenye ndoa. Kwa uandike Ruthu sura ya 1 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 22. Lakini mimi nitasema kwa uchache. Hii ni familia ya Elimeleki. Hawa ni watu wa Bethlehem. Elimeleki mke wake anaitwa Naomi. Kwenye ndoa yao walipata watoto wawili. Mmoja anaitwa Maroni na mwingine anaitwa Kleoni. Kukatokea njaa kule Bethlehem. Elimeleki na mke wake na watoto wake wawili wakaamua kwenda nchi ya jirani inaitwa nchi ya Moabu.
Kwa wakatoka katika nchi yao, wanaenda katika nchi nyingine kwa sababu wamesikia kuna chakula. Biblia inasema walipofika kule, mzee Elimeleki akafa. Yule mama Naomi akabaki na watoto wake wawili wa kiume. Mmoja akamuoa Ruthu, mwingine akamuoa Oripa. Biblia inasema baada ya muda Gideoni na Maroni wakafa. Kwa huyu mama Naomi akabaki na wakamwana wawili. Akawaita wakamwana wake, akamwambia, wakamwana wangu, ondokeni, rudi kwenu, maana mimi ni mzee, siwezi kuzaa tena ili watoto wangu waje wawaoe. Kwa hiyo ondokeni. Biblia inasema Oripa akaondoka, lakini Ruthu akamwambia yule mama, ule mstari wa 16, naye Ruthu akasema, usinisini kuache, nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kwa unaona kabisa, kwa hali ya kawaida huyu mama kafiwa. Kwa hali ya kawaida alitakiwa arudi nyumbani kwa sababu ya hali ya upweke, lakini yeye aliushinda upweke kwa kujiungamanisha na Mungu wa Israeli. Kwa kitendo cha yeye kuwa Moabu na kusema Mungu wa Israeli awe Mungu wangu, maana yake aliamini kwamba mti atokikatwa unaweza kuchipuka tena. Imani ya huyu Ruthu ikamtengenezea mazingira ya kushinda, na zaidi ya kushinda, Bwana akamrejeshea hatima ya ndoa. Tutaona huko mbeleni, lakini kwa sababu yenye sababu alishinda kushindwa, aliishinda roho ya upweke, akapata nafasi ya pili ya kuolewa katika familia ya wana wa Israeli. Kwa kama huyu mama angelishindwa kwa sababu kafiwa, asingeenda Bethlehem. Kwa kitendo cha kushinda upweke, akafanya maamuzi sahihi, yakamtengenezea mazingira ya yeye kufika mahali ambako asingefika. Akaiona hatima yake ya ndoa kwa sababu alishinda roho ya upweke. Mkakati wa pili, shinda kushindwa. Kwa kuishinda roho ya upweke, kwa kutenga muda wa kuomba Mungu ili akupe mtu sahihi kwa wakati sahihi. Unapokuwa unapitia roho ya upweke, tenga muda wa kuomba. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 na 22. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akarara. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu uliotwaliwa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Kila mmoja wetu aseme amina. Biblia inasema Bwana Mungu akamlaza Adamu usingizi mzito. Maana yake, usitumie akili zako hizi, usitumie macho yako haya, usitumie akili zako za kimwili wala macho yako ya kimwili kutafuta mme au mke, bali tumia akili za rohoni kwanza kabla ya kutumia akili za kimwili. Maana ya kulazwa usingizi mzito, Adamu asitumie akili zake hizi kujifinyangia, kujitengenezea kwa kufanana naye. Kwa unapotoa nafasi ya kumuomba Mungu, maana yake wewe una maamuzi. Kwa mwenye maamuzi katika hilo ni Mungu. Unapotenga muda kuomba, maana yake wewe ujiamulii, unataka Mungu akuamulie. Maana yake wewe ujichagulii, unataka Mungu akuchagulie. Kwa Adamu hakuhusisha akili yake. Ndio maana ya usingizi mzito. Kwa usije ukachukulia usingizi kama usingizi. Usingizi unapotajwa hapa ni jambo la kiroho. Maana yake unampa Mungu nafasi ya yeye kukutengenezea, ya yeye kukufinyangia, ya yeye kukufunyangia mtu atakaye kuondolea hali ya upweke. Kwa lazima umpe Mungu nafasi ya kwanza akuletee mtu. Yeye mwenyewe sio msake.
Kuna watu wanasaka watu. Tasikia mwanangu, oya hiyo pisikali mwanangu. Kwa watu wanafuatilia pisikali badala ya kutenga muda wa kuomba. Kwa wewe kijana uliyeokoka, binti uliyeokoka, hebu tulia. Tenga muda wa kuomba. Zaburi 2:8, Bwana anasema uniombe nami nitakupa. Acha kuchagua chagua. Kwa mwanamume sio mtumba wa kuchaguliwa. Mwanamke sio mtumba wa kuchaguliwa. Mwanamume mwanamke anaombwa. Ninaongea na watu wa Mungu waliomwamini Kristo Yesu. Hatuna maisha nje ya Yesu. Kwa lazima utenge muda. Kitendo cha kumpa Mungu nafasi ukaomba kwenye jambo lako la kuolewa ama kuoa, maana yake umemfungulia mlango Mungu aingie kwa hiyo uonye mchakato. Kitendo cha kuomba maana yake unamfungulia Mungu mlango aingie kwenye ndoa, kwenye mlango wako wa ndoa ama wa uchumba kuelekea ndoa. Unamwambia Mungu karibu. Ufunuo 3:20. Kwa kuomba maana yake ni kufungua mlango wa kiroho utakao kuletea matokeo halisi katika ulimwengu wa mwili. Kwa Mkristo asiyeomba atajifungulia mlango. Ndio maana ndoa nyingi zinakufa kwa sababu zilianzia kwa watu, hazikuanzia kwenye usingizi. Mtu anaamka anachagua tu, ana watano pale, anafumba macho, mkono unapodondokea na dondokea pale. Tafikiri mganga wa kienyeji. Mkristo lazima uombe. Kijana, tengeneza akili yako upya. Binti, tengeneza akili yako upya. Watakuja wengi lakini sio wote. Na ukitaka uelewe kwamba haya ninayosema ni kweli, wewe ni msichana, niambie ambao wanakuambia nakupenda ni wangapi? Rundo tu. Kipanda daradara unapendwa, shuleni umependwa, kanisani unapendwa, kazini unapendwa. Sasa si utulie umwambie Mungu, hivi hawa jamaa wanaelewa kweli? Andika swali, kwa nini tumuombe Mungu kupata mme ama kupata mke? Kwa nini uombe? Kwa sababu kama hakuna sababu, hakuna sababu. Lakini kama kuna sababu, kuna sababu. Sababu ya kwanza, Mungu aangalii kama binadamu angaliavyo. Kwa hiyo kitumia macho ya Mungu kuangalia, utapata mtu sahihi. Utapata mwenzi wa maisha sahihi kwa wakati sahihi, kwa sababu umetumia macho ya Mungu. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 6 hadi wa 7. Bwana akamwambia nabii Samueli, ikawa walipokuja akamtazama Eliabu, akasema yamkini masihi wa Bwana yuko hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usiutazame uso wake, wala urefu wake, wala kifua chake, wala miguu yake, wala umbo lake, kwa maana mimi Mungu nimemkataa. Kwa nabii Samueli alipomuona Eliabu kapanda super tall, kwa habari ya umbo anafaa kuwa mfalme, kwa habari ya umbo anafaa kuwa mwanamume, kwa habari ya umbo anafaa kuwa mwanamke, lakini Mungu anasema no. Kwa unaweza ukavutwa na umbo la nje, si umbo la ndani. Kwa unapotenga muda wa kuomba, Mungu atakusaidia. Badala ya kuangalia urefu wa mtu, badala ya kuangalia uso wake, Mungu anajua watu wanaangalia uso, ndio maana watu wanakoboaga uso. Miguu inaweza ikawa mieusi lakini uso. Kwa leo Mungu ametuambia tusiutazame uso wake. Wakina dada, mnajua watu wanaangalia uso. Kuna vitu ambavyo wakina dada mnajua wanaume wanaviangalia. Leo tumekatazwa tusiviangalie. Kwa hiyo sisumbuke kuweka godoro, kwa sababu hata ukiliweka hakuna atakayeliangalia. Kwa sababu tumeambiwa tusitazame uso wake wala urefu wake, kwa sababu sio ajenda. Kusumbuke sana, sumbuka sana magotini. Kuwa ulivyo ili Mungu akutumie. Lakini unakaa unahangaika, mara utafute maputo unaweka, mara ndimu, ukifika kule ndimu zikadondoka. Kama wewe una vigezo hivyo utapotea. Usimtazame uso wake wala urefu wake wala kimo. Kwa hiyo Mungu angalii six pack,
Kwa kuna vitu ambavyo utahangaika navyo vitakupeleka chaka. Kwa ni lazima kina dada, ni lazima vijana tufokasi kile Mungu anachokisema. Kwa maana Mungu haangalii kama binadamu angalia. Maana wanadamu utazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Kwa hapa ninachokiomba kwako, rafiki yangu, ndugu yangu, omba kwanza ili usitumie akili zako na macho yako kutazama moyoni. Tumia macho ya rohoni kutazama moyoni. Kwa kama una macho ya rohoni, huwezi kuona vya rohoni. Omba sana Mungu akupe macho ya rohoni. Kamoyo kadunde kabla ya kudundwa. Kwa ni lazima kijana wa kiume ukubali kulala usingizi. Adamu akalazwa usingizi ili asiangalie magodoro. Bwana akamlaza usingizi kipindi ambacho upo mchakato wa kuomba kuelekea ndoa. Omba sana ulale usingizi. Lakini leo tuna vijana wanaweweseka kiroho. Kwenye simu ana mchumba 1, mchumba 2, mchumba 3, mchumba 4, mchumba 5 mpaka 12. Anao. Kijana, mpe Mungu nafasi. Binti, mpe Mungu nafasi. Ili Mungu atumike kukutengenezea wa kufanana na wewe. Kwa tenga muda wa kuomba. Kwa msisitizo hapa upo kwenye kutenga muda. Unapoomba unapewa macho ya huyo uliyemuomba. Lakini ukienda kwa macho yako haya, binadamu anaangalia kwa nje. Haya macho yana vitu vyake, yana vionjo. Haya macho yana mivito yake, lakini kuna mvuto wa Mungu. Kwa heri ya alifaa kuwa mfalme. Hata Samuel mtumishi wa Mungu alipomuona akanena kwa lugha, Mungu akamwambia tulia hiyo lugha yako. Huyu siye. Kwa sio kila chaguo lako ni chaguo la Mungu. Andika. Unaweza ukachagua ni wewe. Chaguraga. Kwa usiishie kwenye mambo ya chaguraga. Tenga muda Mungu akuchagulie. Kwa Adamu akatenga muda akatulia. Bwana akampa usingizi, anashtuka mtoto yuko pembeni pale. Akasema huu ni mfupa katika mifupa yangu, nyama katika nyama yangu. Mimi na wewe tunashindwa nini? Kwa katika mambo haya ya kuomba kuna kweli zifuatazo. Andika kweli ya kwanza. Usione shida kuomba ombi lile lile la kuoa ama kuolewa mpaka upate jibu lako toka kwa Bwana. Usione shida. Usione shida kuomba ombi lile lile. Mungu nataka nioe, Mungu nataka niolewe. Lile lile. Mwaka kwa mwaka. Mpaka utakapompata au utakapoolewa ndipo unabadilisha maombi. Sasa mwingine anaomba dakika 2 na mwachia Bwana. Mathayo 26:44. Akawaacha tena. Akaenda kuomba mara ya 3 akisema maneno yale. Huyu ni Yesu. Kaenda mara ya kwanza kaomba, hakupata jibu. Kaenda mara ya pili kaomba, hakupata jibu. Kaenda mara ya 3 kaomba maombi yale. Kwa Mungu wakati ananifundisha akasema waambie, kuna watu wameacha kuomba maombi yale, anaacha anabadilisha. Omba kuoa. Swala mapenzi yatimizwe yapi bwana? Be specific. Kwa Yesu akaenda kaomba maombi yale mara ya 3. Yale. Lakini wewe ukipeleka mwezi mmoja unaacha, mwaka mmoja unaacha, ikifika miaka 5 kabisa umesahau, umekaa tumboni kwa mama yako miezi 9. Kwa ni lazima uwe na maombi yaliyotimiza miezi. Kwa mtu hajajibiwa kashabanduka kwenye magoti. Yaani wakati Mungu wara ndo anavuta faili, kashanyanyuka huyo. Kwa usiwe njiti kwenye maombi. Kutoka 17:11. Maombi endelevu yanaleta jibu sahihi kwa wakati sahihi. Kwa usije ukasema nimeomba sana, nimechoka sasa namwachia Bwana. Biblia haikupi nafasi. Endelea kuomba. Maombi yale jibu litatokea. Omba Mungu pasipo kukata tamaa. Hata kama mazingira yatii moyo, endelea kuomba. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Jibu linapoonekana limechelewa, lazima kijana wa kiume, kijana wa kike uendelee kuomba kwa subira na saburi. Usitoke magotini mpaka jibu lipatikane.
Habakuki sura ya 2 mstari wa 3. Anasema maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Wala haitasema uongo, ijapo kawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Ndoto yako ulionayo kuhusu kuolewa, Mungu anasema ingoje. Kwa wakati wa kungoja jibu panahitajika utulivu. Wakati wa kungoja jibu, weka agano na macho yako, usije ukamtazama mwanamume au msichana. Kwa unapoweka agano, unamwambia Mungu hiki ni kipindi cha kusubiri. Unaweza ukaona unaomba. Wakati mwingine unaona na vipicha vinapita. Kwa tarajio lako la kuoa ama kuolewa, lazima ulitengee muda. Hata kama umeona maono yanaatamiwa. Dada, kama mtu anakuambia amekuona, mwambie na mimi naomba nikamkuone. Asikufanya una Mungu. Lakini leo ukiambiwa umeonwa, sadaka ya shukrani, unakimbia kwenda na sadaka ya shukrani, unamwambia kila mtu Bwana amenionekania, nimeambiwa. Dada, tuulize sisi tulioko huko. Wewe kurupuka na hayo maneno ya wanaume. Kwa sababu wewe ni mpendwa, unategemea mimi nitakudanganyaje? Lazima nikwambie nimekuona. Kwa anakuambia nimekuona, baadaye na wewe kusema ngoja na mimi nikuone, wewe unaanza kushukuru. Shinda kushindwa. Wakati wa upweke, omba Mungu akutie nguvu. Usije ukaona njaa wakati bado upo kwenye maombi. Luka sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2. Na Yesu amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani akiongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia. Baada ya maombi ya siku 40, Yesu aliona njaa. Hakuona njaa wakati anaomba, aliona njaa wakati anamaliza maombi. Kona wewe muombaji kijana, usione njaa wakati unaomba. Swali, njaa ni nini? Hali ya uhitaji unachokihitaji. Vijana wengi wamezima hatima zao za ndoa kwa kula chakula cha ndoa wakati bado wako kwenye maombi. Yaani mtu kwenye maombi ndiye anaomba tu, kashaanza kula na ndoa. Wanakula chakula cha ndoa wakati hawajaingia kwenye ndoa. Wakati bado upo kwenye mlima wa maombi, wewe unataka uletewe sahani ya ubwabwa. Unakulaje ubwabwa wakati kwenye maombi? Wakati unaomba, Mungu ndiye anafinyanga. Hakupe mme au mke. Lazima uzingatie sifa za utakatifu. Ndizo zitakazotumika mbele za Mungu kukupa jibu sahihi kwa wakati sahihi. Usile chakula cha ndoa kabla ya ndoa. Ndio maana eneo hili naomba umwambie Mungu akutie nguvu. Kweli umeshamuona ni kijana fulani, kweli umeshamuona ni dada fulani, lakini wakati haujafika. Inaongea na Mkristo aliyemwamini Kristo. Kwenye maisha ya Ukristo hatuna girlfriend na boyfriend. Hayapo hayo. Kwa kama umeokoka una boyfriend na girlfriend, sehemu yako ni jehanamu ya moto. Kwenye uokovu there is no boyfriend wangu na girlfriend wangu. Kama una girlfriend na boyfriend, huo ni usanii wa kiroho. Ndio yako na iwe ndio, na hapana yako iwe hapana. Linalozidi hapo linatoka kwa muovu. Tuseme amina wote kwa heshima ya Mungu. Kwa hiyo lazima uzingatie kweli zifuatazo zikusaidie usije ukala chakula cha ndoa wakati hujawa na ndoa. Una uhitaji wa ndoa, una uhitaji wa mke, una uhitaji wa mme, usile chakula cha ndoa. Kwa jambo la kwanza, kweli ya kwanza, omba Mungu akutie nguvu. Maana yake akuwezeshe kushinda tamaa za mwili zitokanazo na njaa kabla ya wakati wa ndoa. Unamtamani mwanamume, unamtamani msichana, hiyo ni biolojia. Lakini hili ushinde, lazima uombe. Injili ya Luka 22 mstari wa 40-43. Yesu akaenda kwenye maombi kuomba.
wakati anaomba, anamuomba Mungu amtie nguvu. Anasema, Baba naomba kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, mapenzi yako yatimizwe. Bwana akatuma malaika akaja akamtia nguvu. Kama Yesu alitiwa nguvu, kwa nini wewe leo usiombe Mungu akutie nguvu? Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:11. Biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa Mungu ana nguvu za kukusaidia wewe, lakini lazima hizo nguvu zitake. Mwili wako na ujua, mwili wako na ufahamu kwamba bila Mungu huwezi. Kama unajijua hivyo, omba msaada wa kiroho kwa Mungu. Mwambie Mungu nisaidie. Lakini ukisema nimeokoka, mwili wangu umekufa, haijawahi kutokea. Unaomba Mungu akutie nguvu. Heri ya pili, unapokuwa unaomba ili usione njaa, ikimbie zinaa. Biblia inasema ikimbieni zinaa. Maana yake jitenge na dhambi. Usiwe karibu na huyo msichana, usiwe karibu na huyo mvulana. Si anaumwa unaenda kumfulia nguo. Amba kipuzi. Kuna watu wameanguka dhambini kwa sababu ya ujinga tu. Biblia inasema kimbia zinaa. Wewe unakumbatia zinaa. Usifanye mjadala na dhambi ya uzinaa. Utazini tu. Kuna mazingira ukiingia 18 umeenda, hautakuwa wa kwanza. Kasome kijana mtoto wa Daudi. Anamtamani dada yake anaitwa Tamari. Hakujiuguza. Brasa wanazaliwa baba yao ni mmoja, mama zao tofauti. Daudi alikuwa na wake wengi. Jamaa anampenda dada yake. Fanya mchezo nini? Baba mmoja, mama tofauti. Jamaa katoa macho. Kajifanya anaumwa, hana ugonjwa wowote. Dada naye hana habari kwamba kaka yake anamtamani. Hana habari. Anaenda kwa bro, kampelekea zawadi bro, chakula. Bro kamdaka. Kambaka. Asome Biblia. Kuna watu wengine mmebakwa tu kwa sababu mnakwenda kienyeji. Mshaingia ndani, chumba kinafungwa basi. Na kufundisha dada, acha kujiregeza. Ikimbie zinaa, jitenge. Kwa mtu anaweza kujifanya anaumwa wala haumwi chochote. Na bahati mbaya hapa mjini watu wanapanga vyumba. Unakwenda unapeleka dawa, unakuwa dawa. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18 hadi wa 20. Anasema ikimbieni zinaa. Kweli ya tatu, acha mazoea yasiyo na kiasi na wavulana ama wasichana. Usije ukanasa kwenye kope zao. Kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 13. Anasema mtu asiyefaa kitu, mtu wa uovu, huenda njiani mwenye kinywa cha upotofu. Na 13. Ukonyeza kwa macho, unena kwa miguu, uashiria watu kwa vidole vyake. 23 mpaka 26. Maana maagizo haya ni taa na sheria ni nuru, na maonyo ya kumwadibisha mtu na njia ya uzima. Ya kulinde na mwanamke muovu asikupate, na kukuponya na ubembelezi wa mgeni. Usitumaini uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. Kwa hapa mnaona kuna vitu vitatu vimetajwa. Anasema ukonyeza kwa macho. Kwa macho yanatumika, kuna watu wanajua kukonyeza. Unena kwa miguu. Unapoona dada hawezi kuvaa nguo ndefu, maana yake anataka miguu yake iongee. Hajasema lakini mguu unaongea. Sasa wale waangalia miguu wanaelewa huu mguu. Kwa hata ukimshonea nguo ndefu ataikata kwa sababu miguu yake inaongea. Kwa sababu si kwamba pendi nguo ndefu, no. Anataka miguu yake iongee. Kwa wengine wanaongea kuanzia huku, wengine mpaka huku wanaongea tu. Kwa wale wakishaona miguu inaongea, wanajua, wanasimamisha gari. Si mguu unaongea. Wala hajaomba lifti, watakupa lifti kwa sababu mguu unaongea. Hujaelewa atakukonyeza kwa macho. Ukizubaa anakunasa kwa kope. Biblia imesema, sio mimi. Kwa ni lazima uelewe vitu vinavyotumika vipo. Kwa unapoona watu wameweka kope zao, uelewa what is kope. Unapoona mtu amekula kimini, elewa what is mini. Kweli ya 4,
Ni heri kuoa ama kuolewa kuliko kuwaka tamaa. Wakorintho wa kwanza sura ya 7, 8, 9 anasema ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Kijana ama msichana, usiingie kwenye zinaa eti kwa sababu unakwepa gharama za harusi. Nani kakwambia harusi ni lazima? Hivi saizi wewe ukija hapa na binti ukasema, mchungaji, tumeshamalizana na wazazi, mimi nataka unifungishe ndoa. Sina kufungisha, unaondoka na bodaboda yako, mnarudi nyumbani. Dhambi za nini? Lakini kwa sababu ya ujinga na kutafuta ufahari usiokuwa nao, unalazimisha watu wale pilau, unawalisha, unawajua. Shughulika, mind your business. Umempata dada, uwezo wako hakuna harusi, njoo tukufungishe ndoa. Kama watu wanataka harusi, waandae wao. Lakini wewe unahangaika, ukipiga gharama si milioni 7 za nini? Unanua nini? Na we dada, don't be complicated. Umempata kijana, hana uwezo kufanya harusi, mwambie twende kwa baba. Mnakuja mnafungishwa. Lakini leo kwa kutaka kupendezesha watu mnazini. Ukipiga gharama za harusi, unataka ubebwe na Benzi baba yako anayo. Msilete vitu ambavyo havimo kwenye familia zenu. Ungekuwa unafungishwa na ndoa ya kimila, asingekuwa unatoa mahari hapo, ng'ombe 2, mbuzi 2, unaondoka siku hiyo. Kwa leo tumelitengeneza kanisa gumu kwa sababu watu wanataka maharusi, wanataka vingola. Vya nini? Ni heri watu wengine wakudhalau, lakini Mungu atakuheshimu. Lakini leo kwa sababu ya kutaka sifa, tumeharibu maisha yetu ya kiroho. Kwa kijana, oa. Kama dada anataka harusi, mwambie kaandae mwenyewe. Kama anaolewa, aolewe, asituletee mbwembwe. Mwambie jenako, sherehe sio lazima. Acha kutesa watu. Paka mafuta, tokea vizuri, nywele tengeneza, njoo. Kuna shida gani? Kama sisi wananzengo tunataka wewe ufanye harusi, tanua soda tutakunywa. Narudia, ndoa ni utakatifu, sherehe ya nini? Baba yako na mama yako wameshiriki basi. Lakini mnasababisha mpaka watu mnakuwa wazinzi kweli kubu. Mnaharibu utakatifu wenu na hatima yenu ya kiroho kwa sababu mnaogopa sherehe. Kwa mimi nawaambia vijana, oeni. Mabinti, oleweni. Mambo ya sherehe ni ya ziada. Kama mazingira yanaruhusu, fanyeni. Hayaruhusu, songa mbele na Bwana. Mkakati wa 4, shinda kushindwa. Kwa kuombea miguu yako ili Mungu aifundishe njia ya kufikia hatima ya ndoa yako. Hosea 11 mstari wa 3. Nalimfundisha Efraimu kwenda kwa miguu, naliwachukua mikononi mwangu. Hawakujua ya kuwa naliwaponya. Bwana sifiwe. Bwana anasema nalimfundisha Efraimu. Efraimu ni mtu. Bwana haifundishe miguu yako. Kwa lazima umuombe Mungu. Mwambie Mungu, ifundishe miguu yangu. Zaburi 32:8 anasema nitakufundisha, nitakuonyesha njia utakayoiendea. Kwa Bwana huwafundisha watoto wake. Bwana huwafundisha vijana. Bwana huwafundisha watu wake njia watakazoziendea. Ombea miguu yako, Mungu aifundishe njia usiende uovuni. Mithali 8:13-15. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi na kichukia. Shauri langu na maarifa yaliyo sahihi, mimi ni ufahamu, mimi ni nguvu. Kwa msaada wangu wafalme umiliki, na wakuu wanahukumu haki. Sema amina. Kwa Mungu anapokufundisha miguu yako, anaipa msaada. Kwa hiyo unapoombea miguu yako, zingatia kweli zifuatazo. Kweli ya kwanza, unapoombea miguu yako, Mungu ataziuisha hatua zako za kiroho na kimwili. Atatembea na wewe. Maana yake mguu wako utakuwa ni mguu wa Mungu. Mithali 8:20. Natembea katika njia ya haki na katika mapito ya hukumu. Bwana anatembea kwa sababu Mungu ana miguu. Kuna watu hawajui kama Mungu ana miguu. Isaya 66:1.
Bwana anasema mbinguni ni mahali pa kiti changu cha enzi, duniani ni mahali pa kuweka miguu yangu. Kwa hiyo Mungu ana miguu. Kuomba miguu yake iungane na miguu ya Mungu, ili hatima yako ya ndoa ukaifikie sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Usiende na mguu wako, nenda na mguu wa Mungu. Narudia tena, usiende na mguu wako, nenda na mguu wa Mungu. Usiende na miguu ya mbwa, nenda na mguu wa Mungu. Usiende na miguu ya majini, nenda na mguu wa Mungu. Kitabu cha Zaburi 91 mstari wa 10. Bwana anasema mabaya yatakupata wewe, nami nitakuagizia malaika, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa miguu yako. Kwa unapomuomba Mungu, Mungu anakupa miguu ya kimalaika. Kwa hata kama kuna tego utalivuka tego, hata kama kuna zuio utavuka zuio, hata kama kuna barriers utavuka barriers, kwa sababu miguu yako si miguu yako, bali ni miguu ya Bwana mwenyewe. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa kama malaika wanakuchukua, maana yake wanachukua na miguu yako. Kumbuka miguu ni hatua. Kwa hizi hatua zako unazoziendea za kiroho za ndoa, Mungu anakuwemo. Na Mungu akiwepo kwenye hatua zako, uwe na uhakika unakwenda kufanikiwa. Kwa Bwana akishika hatua zako, nani atashika hatua zako? Kwa kosa kubwa ulionalo, hukumpa Mungu nafasi kwenye miguu yako. Ukafikiri miguu yako ni miguu yako, kaanza kuifanya iongee. Jioni ya leo na kuombea Bwana aiponye miguu yako, aweke malaika kwenye miguu yako. Unapokwenda ukafanikiwe, unapoingia na ukastawi, Bwana akupe hatima ya ndoa iliyo njema. Mguu wako utakapoingia unakwenda kufanikiwa. Kama unanielewa sema amina yenye nguvu. Kuombea miguu ni tendo la imani. Maana yake unakabidhi hatua zako za kuelekea kwenye ndoa, ili Bwana akuthibitishe kule uendako. Ombea miguu yako, maana yake unaombea hatua zako, kwamba nakwenda Mungu, naomba unithibitishe. Zaburi ya 37 mstari wa 5. Umkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini yeye atafanya. Kwa maombi yako, maana yake ndiyo mawazo yako ulionayo. Unaweza ukawa na wazo la binti fulani na kijana fulani, badala ya kulibeba kama jibu, lipeleke mbele za Bwana kwanza. Narudia, kuwaza kuolewa na mtu fulani, kuwaza kuoa dada fulani sio dhambi. Umewaza, ni kuwaza. Si umemuona? Lakini wazo lako sio jibu lako. Kuwaza, hakuna mtu ambaye Mungu hajampa mawazo. Kwa sije ukaanza kukemea mawazo pepa. Mawazo mabaya tunakemea, lakini kuna wazo zuri. Kwa kuwaza kuoa sio dhambi. Kwa ndio maana anasema kabidhi njia zako, kabidhi mawazo yako, ili Bwana ayathibitishe na akutendee. Kwa wazo lako linaweza likawa sahihi ama sio sahihi. Uliwaza hivi, Mungu akawaza hivi. Kama wazo lako halijapata kibali mbele za Mungu, achana nalo. Mithali 16:3. Mkabidhi Bwana kazi yako na mawazo yako yatathibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa Bwana anasema na wabaya wapo kwa siku ya ubaya. Ombea miguu yako ili usiingie kwenye siku ya ubaya, kajikuta umeshaolewa wala uelewi. Kwa kuna watu ni wabaya wamewekwa kwa siku ya ubaya. Kwa ombea sana miguu yako usije kaenda kwenye siku ya ubaya. Ombea mawazo yako yasije yakaenda kwenye siku ya ubaya. Penda mtu, usipende mali zake. Unaweza ukadanganywa mali ni za kwangu, kumbe za kuwazima, ukajikuta umekwama. Majuto ni mjukuu. Ni heri umpende mtu kama alivyo, bila kujua na gari na nyumba na nini. Mtaanza maisha huko mnavyojua nyinyi wenyewe. Isaya 55 mstari wa 8 na karibia mwisho. Bwana anasema mawazo yenu si mawazo yangu, na njia zenu si njia zangu. Mimi mawazo ninayowazia ni mawazo ya kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Kwa wewe unaweza ukawa na wazo, lipeleke mbele za Mungu. Unaweza ukawa na maneno, yapeleke mbele za Mungu yapate kibali. Lakini wengi tunakwenda na wazo hata bila kulichuja. Kwa hiyo upweke usikusukume ukapoteza heshima yako, ukapoteza kesho yako,
Usizalishe wachumba moyoni mwako kimawazo, bali mpe Mungu nafasi moyoni mwako, naye atatenda. Kwa wewe kama uko dada, kila mtu anayekwambia nakupenda ndio, kila mtu anayekwambia nakupenda ndio, unaanza kula vitumbua vyao. Mara huyu kakupa kagauni, mara mwingine kakupa simu, mara mwingine kakupa hereni. Kuna siku watakuja kuchukua vitu vyao pamoja. Ndipo utakapojua kachumbari ni mboga ama ni chakula. Wewe hereni za mtu, kuna mwingine akupeleka saruni, mwingine ndo kakupangia chumba, mwingine si nani. Yaani wewe umewapanga kama nani, timu ya mpira. Kwa maisha ya upweke yasikufanye ukosane na Mungu. Kwa hili ni somo binafsi litakalo kusaidia uweze kuishi na Mungu. Zaburi 23:4, Bwana azikumbuke sadaka zako, Bwana azitakabali dhabihu zako, na Bwana akujalie haja ya moyo wako. Haja ya moyo wako iweke ndani ya sadaka. Mwisho, shinda kushindwa kwa kuitolea miguu yako sadaka ya kuingia katika ndoa kabla ya ndoa. Unaitolea miguu yako sadaka ili unapoingia ndani ya ndoa uwe umeshaingia ndani ya ndoa kinafasi. Kumbuka nimewaambia ndoa ipo kiroho kabla ya kimwili. Hatuanzi kuolewa, tunaanza kukamata ndoa. Sadaka ya ndoa utolewa kabla ya ndoa. Usisubiri siku unafunga ndoa ukatoa sadaka ya ndoa. Hii inaitwa sadaka ya shukrani. Samueli wa kwanza sura ya 9. Utasoma mstari wa kwanza, wa 3 mpaka wa 9. Utamuona mtu mmoja anaitwa Sauli. Wakati anatafuta kondoo wa baba yake mzee Kishi, alikwenda kila mahali hakuwapata. Alienda zaidi ya miji 5 hakupata kondoo. Akaamua kumwambia kijana wake turudi. Lakini wakashauriana wakasema, kuna mtu wa Mungu ndani ya mji huu, twende tukamuulize kuhusu hatima yetu. Sauli anamwambia mtumishi wake, tunapoenda twende na nini, maana hatuna chakula. Ile kijana akamwambia Sauli, ndani ya mfuko wetu tumebakiza robo shekeli. Kwa wakachukua ile sadaka inaitwa robo shekeli, wakaenda kwa muonaji anaitwa Samueli. Mungu akawa ameshamwambia Samueli, kuna mtu anakuja, atakapofika mtie mafuta awe mfalme wa Israeli. Sauli hakuwa na habari kwamba anakwenda kuwa mfalme, lakini yeye alienda nyumbani kwa Bwana kuuliza hatima ya kesho yake. Akaenda na sadaka. Kitendo cha kuweka robo shekeli kikamfungulia nafasi ya kuonekana machoni pa nani? Pa Mungu. Luka 12:32-33 anasema, sadaka zako zilipo ndipo na wewe ulipo. Kwa Sauli akaiachilia robo shekeli, maana yake akaweka sadaka mbele za Bwana. Anatoa sadaka kabla hajawa mfalme. Ni sadaka inayokamata nafasi. Kama Mungu amekupa maono kesho utakuwa na ndoa, toa sadaka. Kama Mungu amekupa nafasi ya ndoa na iona kuna ndoa yangu mbele, toa sadaka. Usubiri watu wanaweza kanua jamvi mwanangu. Rudia maneno haya, sema, e Bwana Yesu, leo nasimama mbele zako kwa imani, kwa imani, kwa imani. Ninakataa kila kifungo kilichowekwa kwenye miguu yangu, kwenye miguu yangu, kwenye miguu yangu. Leo naondoa mikatale walioiweka ndani ya ndoa yangu. Waliweka zuio la kipepo, walinivisha viatu vya kipepo, wakanifunga roho za mashetani juu ya ndoa yangu. Leo naziondoa kwa damu ya Yesu. Leo naomba toba. Bwana unirehemu, Bwana unitakase, Bwana unisafishe. Siku hii ya leo niwe wako. Kila mapito ya ramakosaka, kila mapito niliyopitia kwenye ndoa, kwenye usichana wangu, kwenye ujana wangu,
leo nabatilisha kila kifungo cha miungu ya mababu na mabibi juu ya ndoa yangu. Leo nakibatilisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo nakwenda mbele zako kwa imani, kwa imani. Nachovya miguu yangu kwenye mafuta yako yanayovunja nira. Leo naikataa nira ya kichawi iliyozuia ndoa yangu katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Leo navunja kila nira naivunja. Achilia leo hii miguu yangu, waiachilie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo ninaita uweza wako, nguvu zako zinashuka. Ulikuwa ukimsikiliza mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi wa kanisa la Christos Assemblies of God lililoko jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, Mtoni Kijichi. Aidha, waweza kushiriki nasi katika ibada siku ya Jumamosi. Ibada inaanza saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana, na Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 12 asubuhi hadi saa 2, na ibada ya pili inaanza saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana. Vile waweza kufuatilia ibada zetu kwa kupitia akaunti yetu ya Maranatha Online TV na katunzi.co.tz. Aidha, waweza kushiriki katika kuipeleka Injili ya Yesu Kristo kwa kupitia sadaka. Waweza kushiriki nasi kwa sadaka kwa nambari za simu zifuatazo: 0754367826 na 0718267171. Kwa moyo mkunjufu sana ni kualike katika ibada kila siku ya Jumamosi na Jumapili. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea. Ukae na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Alfa na Omega. Amen.